Bado tunaangazia kile ambacho kinaendelea huko Mashariki ya Kati, ambapo taarifa zimethibitishwa kwamba kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei aliweza kuuawa hapo jana katika shambulizi la Marekani na Israel. Sasa uamuzi huu wa upande mmoja wa rais wa Marekani Donald Trump wa kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran umekutana na mwitikio mchanganyiko katika bunge la Marekani, huku wabunge wakigawanyika kuhusu swala hilo, hasa kwa misingi ya vyama vyao. Wanademokrat sasa wanatafuta kusitisha kampeni hiyo chini ya sheria ya mamlaka ya vita ya mwaka 1973. Marekani na Israel zilianzisha shambulio hilo siku ya Jumamosi, huku Trump akisema wazi kwamba operesheni hiyo inalenga kuleta mabadiliko ya utawala nchini Iran ili kuondoa vitisho vya haraka kwa wananchi wa Marekani. Mashambulizi hayo yameua zaidi ya watu 200 kulingana na shirika la Hilali Nyekundu la Iran. Tehran ilijibu kwa kuanzisha mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya malengo nchini Israel pamoja na vituo vya Marekani kote Mashariki ya Kati. Iran ililaani shambulio hilo kama ukiukaji wa wazi wa mamlaka yake. Urusi na China nazo zililaani kama kitendo cha uchokozi kisichochochewa, huku Uingereza, Ufaransa pamoja na Ujerumani zikikosoa mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran dhidi ya nchi jirani, lakini hazikuunga mkono wazi hatua za Marekani na Israel. Wa Republican wa ngazi za juu katika bunge la Marekani waliunga mkono Trump, wakisifu uamuzi wake kama hatua ya lazima. Kiongozi wa wengi katika Seneti John Thune aliishutumu Iran kwa kukataa kushiriki diplomasia na kusema kwamba rais alikuwa akizuia vitisho vinavyodaiwa kutoka Tehran. Naye mwenyekiti wa kamati ya huduma za kijeshi ya Seneti la Marekani Roger Wicker alisifu kile alichokiita ni hatua ya maamuzi na moja ya maamuzi magumu zaidi yaliyofanywa na Trump, akieleza mashambulizi hayo kama operation muhimu na ya lazima ili kulinda wa Marekani pamoja na maslahi ya Marekani. Spika wa baraza la wawakilishi Mickey Johnson alisema utawala wa Trump ulikuwa umejulisha kundi la 8 ambalo ni kundi la viongozi wa 8 wa wabunge wanaotakiwa kisheria kupewa taarifa kuhusu masuala ya kijasusi ya siri kuhusu mashambulizi mapema wiki hii, wakati mazungumzo na Teherani yakiendelea. Lakini hata hivyo alidai kuwa Washington ilifanya kila juhudi kufikia suluhisho la amani, akisema Tehran inakabiliwa na madhara makubwa kwa matendo yake maovu. Viongozi wa Democrats katika baraza la wawakilishi na Seneti walimkosoa Trump kwa kutokuwa wazi vya kutosha kuhusu malengo na mkakati wa operesheni hiyo, wakisema inaweza kugeuka kuwa vita vingine visivyoisha. Pia walitaka kutumika kwa sheria ya mwaka 1973 inayoweka mipaka kwa matumizi ya kijeshi bila idhini ya bunge. Wananchi wa Marekani hawataki vita vingine visivyoisha na vya gharama kubwa katika Mashariki ya Kati, alisema kiongozi wa wachache katika Seneti Chuck Schumer katika taarifa, akidai kuwa utawala wa Trump haujawapa bunge na wananchi maelezo muhimu kuhusu ukubwa na uharaka wa tishio. Naye kiongozi wa wachache katika baraza la wawakilishi Hakeem Jeffries alisema kwamba ingawa Iran lazima ikabiliwe kwa udhabiti, Ikulu inapaswa kutafuta idhini ya bunge kwa operesheni hiyo ambayo ni kitendo cha vita. Senator Jack Reed ambaye ni mwanachama mwandamizi wa kamati ya huduma za kijeshi alimshutumu Trump kwa kuingiza Marekani katika vita kubwa na Iran bila mkakati wa mwisho na kinyume na matakwa ya wazi ya wananchi wa Marekani. Pia aliahidi usimamizi mkali wa operesheni hiyo. Wanademokrat sasa wanatafuta kura juu ya azimio linalolenga kuondoa vikosi vya kijeshi vya Marekani kutoka katika mapigano yasiyoidhinishwa katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Azimio hilo awali liliwasilishwa na mwakilishi Thomas Massie, mmoja wa Republican wachache waliopinga majira ya joto yaliyopita, wakati Washington ilijiunga na Israel katika kampeni nyingine ya mabomu dhidi ya Iran. Azimio hilo linategemea sheria ya Marekani ya vita ya mwaka 1973 inayoweka kikomo cha siku 60 kwa hatua za kijeshi zisizo na idhini ya bunge. Pia ilianzisha utaratibu wa kuruhusu bunge kumlazimisha rais kusitisha mara moja matumizi yoyote ya kijeshi yasiyoidhinishwa. Lakini hata hivyo, wabunge wangehitaji theluthi 2 ya kura katika baraza la wawakilishi na Seneti ili kupuuza kura ya turufu ya rais.
Mwakilishi wa Democrats Ro Khanna alihimiza baraza la wawakilishi kukutana siku ya Jumatatu kupiga kura juu ya azimio hilo. Jeffries alisema kwamba wanademokrats wa baraza wamejizatiti kulazimisha kura juu ya suala hilo. Masie aliandika kwenye ukurasa wa mtandao wa X siku ya Jumamosi akipinga mashambulizi hayo na kuapa kufanya kazi na Khanna kulazimisha kura juu ya azimio hilo. Hii si American First, aliandika kiongozi huyo. Ibara ya kwanza ya katiba ya Marekani inaipa bunge, si rais, mamlaka ya kutangaza vita. Trump alitetea uamuzi wake akisema lengo la operesheni hiyo ni kuwalinda wananchi wa Marekani kwa kuondoa vitisho vya haraka kutoka kwa utawala wa Iran. Tehran imekanusha mara kwa mara kutafuta silaha za nyuklia, ikisisitiza kuwa mpango wake ni wa madhumuni ya amani, hata baada ya kuongeza kiwango cha urutubishaji wa urani hadi 60% kufuatia uamuzi wa Trump kujiondoa kwa upande mmoja katika makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015. Shirika la kimataifa la nishati ya nyuklia la Umoja wa Mataifa IAEA pamoja na mkuu wa ujasusi wa Marekani Tulsi Gabbard pia walieleza mwaka jana kwamba hapakuwa na ushahidi kuwa Tehran ilikuwa ikitengeneza silaha za nyuklia. Tutazidi basi kukujuza zaidi na zaidi kila ambacho kinaendelea huko katika mvutano huo kati ya Marekani, Israel pamoja na Iran.